Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, ikiwa ni Dominika ya pili ya Kwaresma, tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2025, mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 aya 5 hadi ya 12. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Luka sura ya 9 aya 28 hadi 36. Karibuni tusikilize Injili. Yesu aliwatwaa Petro na Yohane na Yakobo akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka na mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Elia. Walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakazotimiza Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa na usingizi, lakini walipokwisha amka wakauona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye, Petro akamwambia Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa, na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Na hali hajui asemalo. Alipokuwa akisema hayo, likatokea wingu likawatia uvuli, wakaogopa walipoingia katika wingu hilo. Sauti ikatoka katika wingu hilo ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikilizeni yeye. Na sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana yu peke yake, nao wakanyamaza, wasitangaze kwa mtu siku zile lolote katika hayo walioyaona. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa wasikilizaji, katika Injili tumesikia habari za Yesu kugeuka sura mbele ya wanafunzi wake katika mlima Tabori. Na tena sauti ya Mungu inasikika kusema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Rejea Injili ya Luka sura ya 9 aya ya 35. Katika tukio la kugeuka sura Bwana wetu Yesu Kristo, leo tena tunasikia maneno yaliyotoka kwa Mungu wakati wa ubatizo wake mtoni Yordani. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 3 aya ya 17. Leo tena Yesu alipokuwa akisali katika mlima Tabori, aligeuka sura mbele ya Petro na Yakobo na Yohane, na wakaonekana Elia na Musa walikuwa wakizungumza naye. Ndipo Petro, baada ya kukutana na utukufu huo wa Mungu, matamanio yake yakawa ni kubaki katika huo utukufu. Na wakati huo sauti ikasikika, huyu ndiye mwanangu mpendwa, msikilizeni. Rejea Injili ya Marko sura ya 9 aya 7. Agizo hilo, ndugu zangu, la kumsikiliza Yesu linamfundisha Petro kwamba kumsikiliza Yesu ndiyo njia pekee ya kubaki katika utukufu huo ulioonekana mbele yake. Nasi pamoja na Petro tunaagizwa na Mungu kumsikiliza Kristo, mwana mpendwa wa Mwenyezi Mungu, ili tuupate utukufu huo. Tukio la kugeuka sura linaonyesha picha ya utukufu wa Kristo na hakikisho la ufufuko wake. Wakati huo huo tunajiuliza swali, ni kwa nini mama kanisa anaweka Injili hii kila mwaka wakati wa kipindi cha Kwaresma? Basi majibu ya swali hili ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, Kugeuka sura kwa Kristo ni uthibitisho katika imani yetu kwamba
Yesu ni kweli Mungu na kweli mwana wa Mungu. Jambo la pili, kutufanya sisi kutafakari na kukumbuka kwamba ikiwa Kristo aligeuka sura na kutuonyesha utukufu wake kwa njia ya sala, sisi wafuasi wake pia tunapaswa kujitahidi kugeuzwa, kubadilishwa na kuwa na matazamio mapya katika akili zetu na mioyo yetu kwa njia ya sala. Tatu, kama ilivyoelezwa juu ya kubadilika sura kwa Kristo, Mama Kanisa anatukumbusha kwamba tukio hili kubwa hupatikana kwa njia ya mateso na maumivu, yaani mabadiliko na kubadilika sura ya maisha yetu katika kuuvua utu wa kale uliochakaa kwa dhambi, ili tung'ae kwa utukufu uliofunuliwa kwetu. Jambo hili si jepesi hata kidogo, bali ni sadaka inayotudai kujitenga na kupata muda wa sala, na matunda ya sala hizi ni kutubadilisha kabisa. Mtakatifu Luka katika Injili anaandika hivi: alipokuwa akisali, uso wake ulibadilika na mavazi yake yalikuwa na rangi nyeupe. Wapenzi wasikilizaji, dunia yetu inahitaji kubadilika sura. Utu umepotea, dhambi zimekisiri katika maisha yetu. Watu tumemsahau Mungu aliyetuumba. Tumepoteza hofu ya Mungu katika maisha yetu. Wizi na utapeli vimeongezeka katika maisha yetu. Uzinzi, uasherati, uuaji wa kawaida pamoja na utoaji wa mimba vimekisiri katika maisha yetu. Tunadharau matakatifu kama vile kwenda kanisani na kushiriki katika mafumbo matakatifu. Watu wanaishi katika uchumba sugu na kutopokea sakramenti. Kwenye maadili ndo kuna hali mbaya zaidi. Mambo ya hovyo yanayotikisa dunia kama ndoa za jinsia moja, uchawi, ulevi, uvivu na kupenda utajiri wa kuombewa bila kufanya kazi, pamoja na michezo ya kubahatisha, yaani betting. Eti hizi ndiyo njia mpya za maisha. Maisha ya namna hii yanatisha mno, ni dhambi. Lazima tukumbushane kwamba ni dhambi. Tusipokuwa makini tunapotea kabisa. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anasema kwamba sala ni msingi inayotusaidia, inayotukutanisha na Mungu, na kisha tunapata nafasi ya kujadiliana naye. Yaani wewe unamshirikisha Mungu mahitaji yako, naye anakusikiliza. Kumbe uwe mtulivu katika kusubiri neema kutoka kwake. Pia Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu anasema, unapokuwa na Mungu usiruhusu kitu chochote kikuvuruge, usiruhusu chochote kikutie wasiwasi. Vitu vyote vinapita, lakini Mungu habadiliki kamwe. Uwe mvumilivu, kwa kuwa uvumilivu hutupatia yote. Yeyote aliye na Mungu ana kila kitu, na Mungu peke yake anatosha. Ndugu msikilizaji, wakati wa sala ndio wakati muhimu kuliko wakati wowote katika maisha yetu. Ndio wakati wa kuongea na Mungu. Ndio wakati wa wewe kuisogelea mbingu. Ni wakati sauti yako inasikika mbinguni moja kwa moja. Ni wakati sikio la Mungu limekuelekea, na ni wakati wa kuunganisha pengo kati yake na sisi na kuunganisha mawazo yetu na Mungu. Uso wa Yesu ulibadilika wakati alipokuwa akisali, na nguo zake zikawa nyeupe. Upendo wa Mungu na rehema uangaza ndani ya mioyo yetu na katika uhusiano wetu, na hivi kutufanya kuwa watakatifu kupitia sala. Aidha, sala inatusaidia kuwa na upendo zaidi na wenye hekima. Kupitia sala tunakuja karibu na Mungu. Sala ina nguvu. Sala inatupa nguvu ya kuendelea na maisha.
hata pale tunapoona ndio mwisho. Kwa wanadamu maji yakimwagika hayazoleki, lakini kwa Mungu maji yakimwagika yanazoleka. Dhambi ikikuelemea unaweza jiona huna tena thamani. Hapana, bado una thamani ile ile ya kuumbwa kwako, ila uwe tayari kuitubu dhambi hiyo inayokuondolea thamani, na uwe radhi kubadilika na usirudi tena katika dhambi. Katika kipindi hiki kitakatifu sana cha mfungo wetu, kila mmoja atamani kugeuka sura ndani ya moyo wake. Haijalishi umetenda dhambi kubwa kiasi gani, ungama dhambi hiyo, weka nia kutorudi katika dhambi hiyo. Njoo upate rehema za Mungu kwa njia ya Kristo aliyetufunulia utukufu wake katika mlima Tabori. Tafuta muda utengeneze Tabori yako kwa maana ya mahali pa sala, na huko umwambie Mungu, unihurumie kwa sababu ya dhambi zangu, wala usinitupilie mbali kwa sababu ya wingi wa uovu wangu. Rejea Zaburi ya 51. Ndugu zangu, tuogope dhambi kuliko yote tunayoweza kuogopa, kwani inatuchafua na kutuondolea uwepo wa Mungu unaong'aa kama utukufu uliofunuliwa kwetu leo. Ndugu msikilizaji, katika safari yetu ya maisha hatuko peke yetu. Mungu yuko pamoja nasi, hata kama unapita katika magumu, magonjwa na mahangaiko yoyote yale ya maisha hadi ukahisi upo mwenyewe. Hasha, Mungu yuko pamoja nawe, na kitakacho kufariji ni sala. Ndiyo inatufanya tuendelee mbele. Tunaalikwa kumsikiliza Kristo, mwana mpendo wa Mungu aliyebadilishwa katika sala, na kuishi kwa uaminifu imani yetu kama watu wa Mungu. Tutumie muda zaidi katika sala. Omba kwa Mungu ubadilike. Wewe bado sio mbaya kiasi hicho hadi ukate tamaa. Hapana, mpende Mungu na awe upande wako. Nawe hakikisha kuwa upo upande wa Mungu, naye anaishi ndani yako. Ndipo mambo yote katika maisha yako ulioharibu kwa sababu ya dhambi yatafanywa upya. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateli Rafael Joseph Kaengele wa jimbo la Sumbawanga, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa pili katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume, Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu.